Moyo wa Siri episode 1. Nia alikuwa msichana mrembo mwenye maadili na aliyetokea katika familia ya kawaida mjini Morogoro. Alipata nafasi ya kwenda kusoma chuo Dar es Salaam ambako maisha yalimfundisha mengi. Siku moja alikuwa kwenye maktaba ya chuo, alimkuta kijana mmoja mrefu mwenye mvuto wa kipekee. Jina lake alikuwa anaitwa Brian. Waligongana kwa bahati mbaya, vitabu vikadondoka, macho yakakutana. Kuanzia hapo, Brian hakukoma kumtafuta. Nia alimfanya acheke, ajisikie vizuri, na ndani ya muda mfupi walianza uhusiano wa kimapenzi. Nia alimpenda kweli, alimuona Brian kama zawadi ya maisha yake. Ulitaka kujua nini kiliendelea? Usikose sehemu ya pili. Miezi miwili baada ya mahusiano, Nia alianza kugundua tabia za ajabu kutoka kwa Brian. Siku moja Brian akiwa bafuni aliacha simu mezani. Nia skaona meseji ilikisema, nashindwa kusubiri kukuona mpenzi wangu wa siri. Nia alijaribu kujidhibiti akijua kuwa huenda ikawa ni meseji ya zamani. Alipomuuliza Brian kwa urulivu, Brian alikanisha kwa ujasiria wa ajabu. Alimshawishi kuwa mtu anampangia kumharibia. Je, unajua kipi kitaendelea? Usikose sehemu ya 3. Wakati Brian akiwa safarini, rafiki yake Nia aitwaye Irene alimuita haraka. Nia, unahitajika kuja Coco Beach sasa hivi, kuna kitu lazima uone kwa macho yako. Nia alipofika alimuona Brian akiwa na msichana mwingine wakikumbatiana kama kwamba walikuwa peke yao ulimwenguni. Kwa uchungu na mshangao alijificha pembeni akawaangalia huku machozi yakimtoka. Baadaye Brian alikuja kwa Nia akaomba msamaha, akadai yule msichana ni mpenzi wake wa zamani aliyekuwa akimuomba warudiane. Nia alimsamehe na mapenzi yalirudi kama zamani, lakini Nia alibaki na maswali moyoni mwake. Je, nini kiliendelea? Usikose sehemu ya 4. Nia alianza kumfuatilia Brian kwa msaada wa Irene. Waligundua kuwa Brian alikuwa ameoa tangu mwaka jana na mkewe alikuwa anaishi Mwanza, huku Brian akiwa Dar kwa kazi. Yule msichana wa Coco Beach hakuwa wa zamani, bali alikuwa mchumba wake wa pili, yaani alikuwa na mke mmoja na wanawake wa nje wawili. Nia alipigwa na butwaa. Dunia take ilivunjika, alijiona mjinga, lakini hakutaka kulia tena. Alikata uhusiano, akafunga moyo wake na kuamua kuweka kwenye ndoto zake. Je, nini kitaendelea? Usikose sehemu ya 5 ambayo ni hitimisho la kila kitu katika hadithi hii. Miaka miwili baadaye, Nia alikuwa tayari ni mfanya biashara maarufu wa bidhaa za urembo. Alikuwa ni mwenye nguvu, mrembo zaidi na mwenye maarifa ya kutosha. Watu wengi walimpenda, lakini moyo wake ulijifunza kutotegemea mtu mwingine ili kuwa kamili. Siku moja alimuona Brian katika hafla ya biashara. Alikuwa amezeeka, uso wake umejaa huzuni na aibu. Brian alimfuata Nia na kusema, nilikupoteza kwa sababu ya tamaa zangu, samahani. Nia alitabasamu kwa utulivu akamjibu kwa kusema, asante kwa somo, bila wewe nisingejifunza. Maisha yangu sasa yana amani bila usaliti. Huo ndo ukawa mwisho wa Nia na Brian. Bila kusahau mwisho wa hadithi hii, mwanzo wa hadithi nyingine. Kaa mkao wa kula, nitakuletea hadithi nyingine nzuri na yenye story ya kusisimua. Kaa mkao wa kula kuipokea.